بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Ramadhan mwaka 1447 katika darsa ya risala min maalim at-tauhid لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تندرينا كزمزي المسألة الرابعة: نواقض التوحيد ونواقصه. vichanguo vya tauhid na vitendo vinavyoitia dosari na mapungufu tauhidi ya Muislamu. Tulianza katika kikao kilichopita kusoma maneno aliyonukuu Sheikh Abdul Razzaq jazakallahu khairan kutoka kwa Sheikh Abdul Rahman ibn Hassan rahimahullahu ta'ala, na tulifikia النوع الثاني شرك النية. jana tulitaja kuwa الشرك الأكبر 4 أنواع. shirki kubwa iko katika vigawanyo vinne. kataja النوع الأول شرك الدعوة, ni shirki katika. jana tulitaja kuwa الشرك الأكبر 4 أنواع. shirki kubwa iko katika vigawanyo vinne. kataja النوع الأول شرك الدعوة, ni shirki katika dua. قال النوع الثاني شرك النية وهي الإرادة والقصد. وهذه الألفاظ كلها متقاربة ومحلها القلب. إذ ألفاظ النية والإرادة والقصد ألفاظ متقاربة معناها كالبيان، zote sehemu yake ni ndani ya moyo. shirki katika nia. الدليل عليه قوله تعالى، ندليل لأين هي الشرك لقوليات الله سبحانه وتعالى مسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أي من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومتعها الفانية ولا يريد به الآخرة، yoyote yule ambaye malengo yake yeye katika matendo anayoyafanya ni uhai wa dunia na starehe ambazo hazitadumu za kidunia, wala yuridu bihi al-akhirah, wala hana haja kwa matendo yake akhirah, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. ay nu'tihim thawaba a'malihim fi dunya, na sisi tutawalipa malipo ya matendo yao yale mema waliyofanya kwa ajili ya dunia, si kwa ajili ya akhira. tutawalipa hapa hapa duniani. wa hum fiha la yubkhasun, wa watalipwa nini? sihhatan wa amnan, sa'atan fi rizq, wapewe afya, amani, wakunjuliwe katika riziki. la yunqasuna min thawabi amalihim shay'an, Allah hatawapunja katika malipo ya matendo yao chochote. Si malengo yao dunia, watapewa hapa dunia. ingawa hii aya Allah subhanahu wa ta'ala kateremsha qaid katika sura al-Isra: man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, kile tunachokitaka sisi tena kwa yule tunayemtaka. Kwa yawezekana kuna mtu afanye amal kwa ajili ya dunia na asipate chochote sababu ya malengo yake mabaya.
hawa ambao matendo yao yote wayafanya kwa ajili ya dunia. Na hapa kuna jambo daqiq jiddan yatakaolifahamu Muislamu, tena la hatari sana. Yawezekana kwa mtu yoswali, lakini nia yake ya kuswali ni kuwa atengenezewe mambo yake ya kidunia, akili yake iko kwenye akhira. Yuwafunga lakini apate faida za kidunia, hana haja na akhira. Yawezekana kwa yule mtu asaidia maskini, kwa sababu ameambiwa ukisaidia maskini, ukitoa sadaqa, Allah atakuhifadhia mali yako. Ni kweli, hii ni faida ya kidunia Allah atakupa, lakini katika akili yake hakuna akhira kabisa, hana haja na akhira. Yeye ataka ile sadaka anayoitoa ilinde tu mali yake ya kiduniani. Sio, mnafahamu? Hii ni hatari sana, na wako watu wengi sana wateleza katika mtego kama huu bila wao kujijua. Kwa hiyo wafanye ile amali ukitizama ni kama ni amali ya akhira. Ndio hapa akasema man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum, a'malu fanya tena za khairi, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sasa malengo yako wewe si ni dunia? Kwa nini wewe wafanya ibada fulani, umefanya ile ibada fulani kwa ajili ya faida fulani ya kidunia? Ama ikiwa malengo yako ni akhira, bila shaka ile faida ya kidunia utaipata moja kwa moja, utaipata. Lakini malengo yako ni akhira. Kwa kuna baadhi ya watu wafanya ibada, lakini ile ibada anayoifanya nia yake hana haja na akhira, yeye wataka dunia tu peke yake. Kwa waweza kujiona kuwa wafanya matendo mema, lakini kumbe upate chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa malengo yako, qasdi yako si akhira, qasdi yako ni dunia. Hapa kuna daqiq alfahamu ambayo usipoifahamu waweza kuwa wafanya matendo mengi, lakini huna thawabu yoyote kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wanaovioni sema, kwa mfano mtu yuachinja lillah, lakini mimi nachinja lillah ili Allah anihifadhie mali yangu, sio kwa apate thawabu ya akhira. Mtu kama huyo asifanye hivyo, sababu hapati thawabu yoyote. Sababu yeye yafanya ile sadaqa kwa ajili ya dunia, si kwa ajili ya akhira. Na wengi katika watu hili jambo walifanya bila wakujua, bali wengine ibada nyingi zao wazifanya akili yake yote iko kwenye dunia. Kwa mfano mtu yafunga sunna, lakini kwa malengo ya kupunguza mwili. Ni kweli ukifunga sio kupunguza mwili, maana yake huli na nini na kuepushia maradhi mengi, sio? Sasa yeye hii sawa, hii iko, hii ni katika siha uipate kwenye somo, lakini yatakana malengo yako ni akhira. Isiyo akili yako yote iko kwenye dunia, utapewa hii ya dunia tu, kesho utakosa akhira. Ndio hapa Allah akasema ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Gari hatari yake. Ay ulaika almuttasifuna bihadha alqasd adh-dhamin, wale wanaosifika na malengo haya duni mabovu. ليس لهم يوم القيامة ثواب إلا النار يدخلونها, hawana kesho akhira malipo isipokuwa moto wa jahannam, utaingia ndani ya moto wa jahannam. Wa habita ma sana'u fiha ay wa dhahaba anhum thawabu a'malihim, na thawabu ya matendo waliyofanya mema yaenda bure, hawapati chochote. Wa a'maluhum batila لأنها لم يسبقها إيمان ولا قصد صحيح, na matendo yao walikuwa wakifanya kwa duniani yatakuwa ni ya batil, kwa sababu hayakutanguliwa na malengo mazuri na imani. Falam yuridu biha wajha Allah wad dar al-akhirah, hawakutaka na matendo yao waliyofanya yale uso wa Allah na kufanya kwa ikhlas na kwa ajili ya akhirah, wamefanya kwa ajili ya dunia tu. Kwa watapewa katika hii dunia hapa basi mambo yao yaishi. Na wengi katika watu leo tuko katika mrengo kama huu, hatari sana. Wengi tuko katika grupu hili,
na hasa ukiwa hukuisoma tauhid, mara moja waweza kutekwa na nia kama hizi. Afunga nia yofanya diet, kifunga bwana utaduzu wewe haraka basi ufanye hivyo. Na nyingine nasema haya malengo ya kidunia, sheria haikuya dharau, ma ahmalat sharia hadi, sababu sheria imekuja kwa maslahi ya dunia na akhira. Lakini muislamu atakikana jicho lake liangalie mbali zaidi, si dunia peke yake, kwa sababu tofauti yako na yule asiyekuwa muislamu itakuwa iko wapi? Kwa sababu kafir wako kufara ambao wafunga Ramadhani, unajua hivyo wasema hebu tuungane na hao wenzetu na sisi pia tufunge, kisha wajitoa kwenye mitandao wasema mimi najaribu nikaweza kufunga na afya yangu imekuwa nzuri. Lakini kafiri itamfaa chochote kufunga kwake? Haifai kitu, sababu malengo yake yeye ni afya yake, malengo yake yeye ni apate mambo ya kidunia, hana chochote kesho akhira. Sasa muislamu hatakane awe hivyo, sababu wewe malengo yako ni akhira na haya dunia automatically utayapata. Lakini si akili yako yazunguka kwenye nini? Dunia. Mimi naenda kuswali, malengo unajua ukiswali bwana kama ufanye stretching vile ndio viungo vyako vya sasa wewe waswali au unajua kufanya mazoezi. Lakini si kweli yasaidia, tuchukulie ni kweli. Lakini malengo yako yanakufanya nini pale? Uenda kufanya ibada ili kesho ukalipwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akhira. Si wafanya kwa sababu ya maslahi ya kidunia, nia yako ikawa ni duni. Na wengi waingia katika aina hii ya shirki bila wao kujijua, iyadhan billah. Kwa tuchungeni sana ibada zetu wakati tuzifanya ziwe ni lillahi ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si kwa ajili ya chochote kile katika mambo ya kidunia duni thamani. Ni hatari sana, wallahu almusta'an. Na kama nilivyotaja, wengi ili jambo shetani mfanya bidii sana akamtoa katika ile nia sawa sawa, akamtia katika hii nia ya kutaka dunia katika yale anayoyafanya. Tazama Mtume sallam amemwita yule ambaye afanya yeye kwa ajili ya dunia tu, akamwita ni abdud dinar wa abdud dirham. Abd lid-dinar, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamila wa abdul khamisa, in u'tiya minha radiya wa in lam yu'ta sakhit. Ta'isa wa intakasa wa idha shika falan taqash. Mtume sallam azungumza maneno makali sana. Ameangamia abdud dinar, akamwita ni mja wa dinar na dirham, mpaka akamwapiza ta'isa wa intakasa wa idha shika falan taqash. Yani hata kidungikwa na miba, ile miba isitoke bil manaqish. Nqash ni ile inayotumika katika kutoa miba ile kama chuma, pia akiitafuta asiupate ule mwiba, mwana wa kudungika na mwiba huyo. Yani kama kusema hivyo, amwapiza Mtume sallam mtu kama. Na katika alama zake, in u'tiya radiya, akipewa katika dunia afurahi aridhia, wa in lam yu'ta sakhit, na asipopewa yokasirika. Yeye atakapewe tu, akija wewe usikose, siku ukikosa yeye shakasirika, kwa sababu malengo yake ni dunia. Yeye malengo yake ni dunia tu, hana haja na akhira. Wako watu wako na namna hiyo, na kuna watu sifa kama hizi wanazo na habari ya wana. Sallallahu alaihi wasallam, ikawa mtu ni kama mtumwa wa dinar na dirham. Bila dinar na dirham yeye haendi, malengo yake ni dunia tu, ndio anayotaka. Wallahu almusta'an. النوع الثالث, aina ya tatu katika aina za shirki kubwa, qala shirku at-ta'a. الطاعة إنما هي لله سبحانه وتعالى. طاعة أصلا يتكان يونيكوا جلنان الله سبحانه وتعالى، ولمن أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعته. نطاعة pia ni kwa yule ambaye Allah ametuamrisha sisi kufanya nini? Kumtii. Sheikh Ibn Uthaymeen amewakosoa wale wanaosema kuwa simtii kiongozi isipokuwa kwa jambo ambalo lina dalili katika Qur'an ama Sunna. Akasema hadha jahil, kwa sababu hiyo Qur'an na Sunna ndio ile kuambia wewe watii viongozi, wa atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum. Maadamu haja kuamrisha nini? Maasiya, watakana umtii kiongozi. Kiongozi ameweka traffic lights pale barabarani,
green ndio enda, red wabakia, sio eti wewe kwa sababu hii haina qala Allah wa qala rasulu mimi bwana navuka, wewe utaleta accident, wewe utaleta balaa. Kwa hivyo sio kila eti anachokiamrisha kiongozi huwa mpaka upate aya ama hadithi, maadamu si maasiya, ni mambo ya kawaida katika urfu ambao waamrishwa. Wewe usikojoe hapa, lete dalili kama sifai kukojoa hapa. Ataka dalili, yeye anaambiwa sikojoe kichochoroni bwana. Kiongozi amesema watu sikojoe hapa, tena ukaandikiwa na pale sikojoe hapa. Sasa wewe ni jahili ukisema maneno kama, sababu aliyekwambia umtii huyo kiongozi alikuamrisha hivyo nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo taa ni kwa Allah na kwa yule ambaye Allah ametuambia sisi tumtii. Man yuti' ar-rasula faqad ata'a Allah wa ati'u ar-rasula, tumeamrishwa na Allah tumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa tumtii mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo taa ni ya Allah na yule ambaye Allah ametuamrisha sisi kumtii. Kwa sisi hatuwatii viongozi kwa sababu wao ni miungu ama nini, la, wao ni watu kama sisi tu, lakini sheria ndio imetuamrisha sisi tuwatii. Kwa sisi tuwatii kwa sababu ya kumtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Si muelewa nazungumza nini? Sikilizeni niwaeleze kitu ili muelewe, labda picha mwenyewe. Na hili nasisitiza zaidi kwa sababu siku hizi watu walifanya kama ambaye ni kitu cha sahari kufanya, kuwaasi viongozi, kuwatukana, kufanya nini. Kumtii kiongozi kumeamrishwa katika sheria kama vile swala si imeamrishwa, zaka imeamrishwa, haji imeamrishwa, pia hili limeamrishwa. Naelewa nazungumza nini? Kwa kama vile swala imeamrishwa, pia sisi tumeamrishwa katika Qur'an, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Kwa hivyo hakuna tofauti. Kama vile wewe waswali, wewe wafunga kwa taa nani? Kumtii Allah subhanahu. Kadhalika sisi tuwatii viongozi maadamu hawajatuamrisha maasi, kwa sababu ni taa tulioamrishwa na sheria. Kama vile tuwaswali kwa ajili ya Allah na tuwatii viongozi kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna tofauti katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala zinapokuja. Wewe wamtii Allah, wamtii yule unayemtii ambaye Allah amekuamrisha kumtii. Lakini sasa yajaje shirku taa? Yajaje hii shirki katika taa? Kwa mtu akaambiwa huyu sasa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika taa. أسمى الشيخ عبد الرحمن بن حسن والدليل عليه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي جعل اليهود علماءهم اتخذوا أحبارهم. أحبار نجمع حبر، نحبر نمنوشوني وكيهودي ومتحبر، نقول بحر يعني بهاري علم. Allah asema ittakhadhu ahbarahum, mayahudi wamechukulia wanaovioni wao, wa ruhbanahum ay wan nasara ittakhadhu ubadahum. Ruhbani Kiswahili sema ruhbani, mtawa yule aitwa wamuita monk, yani yeye haowi, kama ni mwanamke haolewi, rahib, yani kazi yake yafanya taa. Warahbaniyatan ibtada'uha, huitwa watawa Kiswahili, kazi yao wao kufanya ibada tu kwenye makanisa kule. Sasa hawa manasara wamewafanya hawa watawa wao kuwa ni miungu, na mayahudi wamewafanya wanaovioni wao ni miungu. Kivipi? ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ay arbaban min dunillah yuhilluna lahum ma harramahu Allahu alayhim. Wale wanaovioni wao mayahudi wakawahalalishia kile ambacho Allah amewaharamishia na wakawatii katika hilo. Kwa hivyo waliwatii katika kumaasi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuharrimuna alayhim ma ahallahu Allah lahum, na wakawaharamishia kile ambacho Allah amewahalalishia. Allah asema halali, wale wasema haramu, wao wakamwacha Allah alipoamrisha, wakachukua ya wanaovioni wao. وجعل النصارى المسيح عيسى بن مريم إلها مع الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نما نصارى mpaka wakamchukulia المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام kuwa ni Mungu
pamoja na Allah. Wama umiru illa liya'budu ilahan wahida, أي وما أمر الله علماء اليهود وعباد النصارى وما أمر عزيرا وعيسى بن مريم إلا أن يعبدوه وحده. na Allah hakuamrisha wanaovioni wao wala watawa wao wala mitume aliyowatumiliza Isa alayhi salam wala Uzair, wote hawakuamrisha isipokuwa wamwabudu Allah wasimshirikishe na chochote. wala yushriku bihi shay'an subhanahu amma yushrikun, fahuwa subhanahu ilahul haq wahid, yeye peke yake ndiye mola wa haki kuabudiwa peke yake. la maabuda bihaqqin siwa, hakuna anayeabudiwa kwa haki pasi na yeye. تنزه سبحانه وتقدس أن يكون له شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم. الله متكسيك كما نكون مشركا كما ونفداي هؤلاء شركين. محل الشاهد هذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. شيخ سيما وتفسيرها الذي لا إشكال فيه، تفسير هي آية بيهين مشكلا دنياته، هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه وتعالى، ni kuwatii wanawavioni na watu wa ibada katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. na hili utaliona sana katika makundi potofu kama vile masufi, khurafi. Masufi walelewa akikaa mbele ya mwalimu awe kama mfano wa maiti anavyokaa mbele ya mwoshaji. Huu ni msemo wao, mfano wake ni kama maiti mbele ya mwoshaji, amgeuza anavyotaka. Shauri yako akugeuza tu, geuza hivi mara geuza hivi. Ndio maana huo wageuzwa singine wanyamaza, geuzwa. Kama ushaelewa ushaelewa, kama uelewe uliza wenye kuelewa, nitakwambia jamaa ufanya mambo ya ovyo kabisa. Ushaambiwa wewe mwalimu wako umfuate vile anavyokuambia, wewe fuata tu, maadamu amekuamrisha wewe fuata tu. Mchezo. Kuna mwalimu mmoja ametusomesha, alikuwa khurafi kisha kama mtu wa sunna, atueleza siku moja darasani chanzo cha yeye kuacha ukhurafi nini. Asema siku moja bwana, napita mbele ya mwalimu wangu akanishika makalio. Sikizeni vizuri. Ambia maalim vipi? Wallahi asema vipi wewe? Humwamini mwalimu wako? Kasirika, yani kasirika. Humwamini mwalimu wako wewe? Hivi vyasema. Amwambia, asema nikamwambia na kuamini kila kitu, lakini huku sikuamini huku. Hapa sasa hii umepita mipaka. Hati ankosana naye ndio akawacha kusoma. Ikawa kheri kwake kaenda kusoma kwa watu wa sunna. Kwa sababu atakikana awe kama maiti, yeye amekataa kuwa kama maiti. Ajifanye yuko hai. Wewe kuwa kama maiti bwana. Akikwambia hivi wewe fuata, hata kama ni batili wewe fuata tu. Kwa sababu wao waamini mawali waweza kufanya kitu dhahiri yake ikawa ni batili, lakini ndani yake ikawa ni, kisha wajifananisha na nani? Na al-Khadir. Umeelewa? Hujaelewa bwana. Si al-Khadir aua kumbe na malengo yake, sio? Atoboa jahazi kumbe kuna sababu, sio? Sasa mawali wasema wako hivyo. Aweza kufanya kitu wewe wakiona mbele yako makosa, lakini kumbe kiko sawa. Mshaelewa sasa atachora picha gani? Sasa kuna moja katika karamati al-awliya, mimi nataka siku moja nikae hapa niwasomee kwenye vitabu vyao karamati al-awliya. Huyo mmoja kakamatwa mbele za watu bana, amuingilia punda. Jamaa wakamwambia, wewe vipi wewe mbele za watu ufanye mambo ya uchafu kama? Asema mimi wao zungumza nini? Kuna jahazi lataka kuzama, limtoboka kwa baharini na liziba. Nielewa. Wacha tuwaambie wazi, ndio walivyo waamini hao mawali wao wafanye hivyo dhahiri, yani wasema wewe una dhambi lakini ndani afanye jambo zuri. Sasa huyu aziba meli isizame kule. Sasa ndio ukiambiwa chochote wewe lazima uamini. Ukiambiwa kuna mtu kachukua gari huko Nairobi, hajakwenda driving, hajakwenda kokote, kalipeleka paka Mamrui, hajawahi kwenda driving, hajawahi kufanya chochote, hajawahi kabisa, kalipeleka mpaka Mamrui, kisha kaenda kaliuza kule.
Sasa msipoambia warongo hapo, kesho mtaambiwa ndege. Kesho wajua anza polepole, mwanzo gari, mtakuja kuambiwa ndege nyinyi na helikopta. Sasa hapa watu wako angalia kidogo, watu wana akili zao taratibu. Wajua wacha uongo tena, mfunga sema uongo bwana, tudanganya waziwazi bwana, kisha watu wacheka kule bwana, wacheka mwadanganyo bwana, wali ikagari bila kufundishwa. Kesho mtakuja kuambia watu ndege pia pelekwa bila kufundisha, mtaua watu nyinyi mahurafi. Basi nyinyi mumfeli kwenye dini pia dunia, kwenye dini mfelia pia kwenye dunia utakuwa felia bwana. Angalau ukajitetea pia, angalau kwenye dunia kidogo wajielewa. Na kwa ajili ya visa kama hivi ndio vikawafanya watu mpaka wawe na shaka na baadhi ya yale mambo wanayoyafanya. Sasa mtu ambaye sio kwa Muislamu akisikia visa kama hivi atasema nini? Ndio Uislamu ufundisha watu hivi? Si nyinyi mtawafukuza watu katika dini. Utaona hii dini ya kidarueshi. Hati mtu aenda tu ashajua kupeleka gari eti nini wewe? Anza kupeleka Vespa bila kufundishwa, utaingia kwenye ukuta huko uwe watu kadhabin. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه وتعالى لا دعاؤهم إياهم. hapa imanishi kwa kuwaomba, la ni kuwatii katika maasiya. كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله. عدي بن حاتم alikuwa ni mnasara, huyu sahaba. Aliposilimu akamsikia Mtume salama soma hii aya, akamwambia Rasulullah, lasna na'buduhum, sisi hatuwaabudu wale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtafsiria kuwa hawakuwa wakiwahalalishieni nyinyi haramu na nyinyi mkihalalisha. Sema ndio, ni kweli. Wakiharamisha kile cha halali na nyinyi mkiharamisha, sema ni kweli. Qala fadhalika au fatilka ibadatuhum, hiyo ndio ibada mnayokuwa mkiwaabudu. Faqala lasna na'buduhum, Adi bin Hatim, sisi hatuwaabudu. فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. Mtume sallam akamwambia kuabudu kwa wale ni kule nyinyi kuwatii katika kumaasi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. النوع الرابع شرك المحبة. Na hapa pia kuna mmoja mmemwona afanye istihza na ahli sunna, asema ahli sunna wale salafia wale, ukimpenda mke wako wewe mushrik, ukimpenda mtoto wako wewe mushrik, ukimpenda mzazi wako wewe mushrik. Kwa nini? Kwa sababu ana kitu kinaitwa shirkul mahabba. Ndio usome, utaelimishwa, utaelezwa polepole nini maana shirkul mahabba. Mahabba inayokusudiwa hapa ni mahabbatul ubudiyya wal khudu' wadhul. Ni pale mtu anapompenda yule anayempenda mpaka akawa amwabudu, ni mdhalilifu chini yake, amnyenyekea. Sidhani kama mtu ampenda mtoto wake namna hiyo. Ile ni mahabba tabiiya, ni mahabba ya kimaumbile. Binadamu anaumbwa ampenda mtoto wake, ampenda mke wake, ampenda ndugu zake, ampenda mzazi wake, ni jambo la kawaida tu. Sio haya yanayozungumziwa hapa, sio haya yanayozungumziwa hapa. Yanayozungumziwa hapa ni mahabba ya ibada, mahabbatul ubudiyya wadhul walkhudu' ndio yanayozungumziwa hapa. قال شرك المحبة نهينا دليل كتك القرآن، والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هنا شرك يفتكنا فيه الله سبحانه وتعالى بعد يكوزيوك آيزاك وازي فإن من الناس من يتخذ من دون الله آلهة. Kuna baadhi ya watu wanaochukua miungu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'alunahum nudharaa lillahi ta'ala, wakawafanya ni sawa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawafananisha na Allah katika mahabba. Yuhibbunahum kama yuhibbuna Allah, wakawapenda kama wanavyompenda Allah. Allah sema walladhina amanu ashaddu hubban lillah, walladhina amanu ashaddu hubban lillahi min haula'i lima'budatihim.
na wale walioamini wampenda zaidi Allah kuliko wale kufaru wanavyowapenda wale wanaoabudu pasi na Allah. لأنهم لا يشركون مع الله أحدا, kwa sababu walioamini hawamshirikishi Allah na chochote kile. yuhibbunahu fi as-sarra'i wad-dharra, wampenda Allah katika hali ya furaha na katika hali ya madhara, bado wampenda Allah subhanahu wa ta'ala. wa amma ulaika fa innahum yuhibbuna alihatahum fi al-hali wa fi hali as-sarra, wale wapenda miungu yao katika hali ya furaha. amma fi ad-dharra fala yad'una illa Allah, wakati kupatwa na madhara ndio wamuomba nani? Allah pekee yake, wasahau miungu yao. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الظالمون بشركهم وارتكاب السيئات حالهم في الآخرة حين يشاهدون العذاب, نلو كما هاوا ووفوا وشركينا wangejiona hali yao siku hiyo, siku ya kiyama, na namna watakavyoadhibiwa, la'alimu anna almutafarrida bilquwwati jami'an huwa Allah, wangejua kuwa yule aliye na nguvu peke yake, nguvu zote ni Allah subhanahu wa ta'ala. anna alquwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadid al'adhab, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala adhabu yake ni kali mno kwa wenye kumuasi. لو يرى ذلك لما أشركوا معه أحدا, هاو washirikina wangelikuwa waliona hilo wasingemshirikisha Allah na chochote. محل شاهد يحبونهم كحب الله, إلى قوله وما هم بخارجين من النار. وما هم بخارجين من النار maana yake wamefanya shirki kubwa inayotoka katika Uislamu, hawatatoka ndani ya moto wa Jahannam. Kwa hivyo shirki katika mahabba, bimaana ukamnyenyekea mja ukawa wamwabudu sasa. Kwa hivyo msije mkazungumza huko maneno ya ukapuku wa kielimu. Mjua kapuku mtu maskini aliyefukarika, lakini hawa mahurafi makapuku wa elimu, mafakiri hao. Ama wafanya kusudi wakisema kuwa kwa watu wa sunna, wasema watu wa sunna haifai kumpenda mke wako, haifai kupenda watoto wako, tusema wewe uelewi, wewe khurafi hujaelewa hapo. Khurafiyun hapa tumaanisha mahaba ya ibada, hatumaanishi mapenzi yako wewe na mke wako. Mwambie kila siku I love you, ina neno. Mwanae mwambie kila siku I love you, babako mamako mwambie I love you, haina shida yote, mpende. Sheria ikukataza ni mubah, lakini kilichokatazwa ni pale ambapo utampenda kiumbe kama unavyompenda Allah, kiasi cha kuweza kuja amri ya Allah ukaiwacha ukafuata yule kiumbe kwa namna unavyompenda. Mke wako akuamrisha maasi, akuamrisha kwa kule kumpenda kwake mpaka waacha swala. Waweza kula swala mchana wa Ramadhani kwa kuwa umpenda sana yule mke wako, amekuamrisha hivyo mpaka ukawa mdhalilifu. Ni mahaba ya ubudiyya iyadhan billah. Hapo sasa itakuwa ni shirkun akbar. Lakini mapenzi tu ya kawaida tabii ya kibinadamu haina shida yote, unafahamu, na tofauti kabisa. والنوع الثاني aina ya pili ya shirkun asghar, na insha Allah taala tutakuja kueleza katika kikao kitakachokuja biidhnillah taala. Tumalizana na kuizungumzia shirkul akbar, insha Allah tutakuja kuzungumzia shirkul asghar kuanzia kikao kitakachokuja. احيانا الله. نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. بارك الله فيك.